Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona Yesu anabatizwa ndiposa aanze rasmi ile kazi ya ukombozi. Yeye amekuwa mwanadamu kama sisi, na hivyo hivyo anaenda kubatizwa, sio kwa sababu alikuwa na kasoro ama alikuwa ametenda dhambi, lakini aweze kuanza rasmi ile kazi ambayo Mungu alimuitia, na ni utayari wake wa kututoa katika utumwa wa dhambi. Je, tunaweza kujiuliza, Yesu alikuwa anahitaji huo ubatizo? Yesu hakuhitaji ubatizo, lakini kwa nini alibatizwa? Kwanza, alibatizwa ili atakatifuze maji ya ubatizo. Pili, aliweza kubatizwa ili atuonyeshe mfano wa utakazo ule ambao unaletwa na ubatizo. Na vile vile, tatu, alibatizwa ili atuunganishe na Mungu. Vile vile alibatizwa ili tuondolewe, ili atuelekeze jinsi ya kuondolewa dhambi zetu. Na huo ubatizo ambao Yesu alifanyiwa ni wa kuweza kutushirikisha katika ukuhani wake, unabii wake na ufalme wake. Kwa hivyo huyu Yesu sio kwamba alikuwa anaoshwa dhambi ya asili, ama sio kwamba alikuwa anaondolewa dhambi ile ambao tunakuwa nayo, lakini ilikuwa ni ishara ya kutuonyesha ni mfano gani ambao tunapaswa kuiga kutokana na yale ambao aliyafanya. Na huyu wakati ambao tunasema ubatizo, tunajua ni mmojawapo wa zile sakramenti 7 katika kanisa ambazo zimegawanywa makundi matatu, na ubatizo wa katika ile kundi ya sakramenti za mwanzo, zile ambazo zinafanya mtu aweze kuingia katika kanisa, ambao ni Ekaristia, ni ubatizo huo na vile vile sakramenti ya kipaimara. Na wakati ambao tunazungumzia ubatizo, mara nyingi tukiangalia katika desturi na mila, sisi kama Wakatoliki hatuweki mtu katika maji kama vile makanisa mengine yanavyofanya. Sisi tunamwangalia mtu pale usoni, alafu tunafanya ile ishara ya msalaba katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na wengi wanapenda kuuliza, je, kwa kweli huu ubatizo wetu ni wa kweli? Kwa kweli huu ubatizo wetu unakubaliwa? Kile ambacho tunafanya, tunajua kwamba sakramenti ni ishara ya alama inayoonekana iliyo na neema isiyoonekana. Kwa hivyo kile cha maana sio wingi wa maji, sio tuende pale kwa mtu ndio tuweze kubariki mtu. Hapana, ndio tuseme kwamba ubatizo umekubalika. Hapana, ni ishara, na hiyo neema ni ile ambayo hatuwezi kuiona na macho. Kwa hivyo wakati ambao unabatizwa, hata hatuangalii wingi wa maji, tunaangalia zile vifaa ambazo tunazitumia, yale maneno ambao tunayatumia, ndio ubatizo wetu uweze kubalika. Hata vile vile unaweza kubatizwa kwa damu. Unajua ubatizo wa damu, tunaweza kuwa na vile vile ule ubatizo wa tamaa. Kwa hivyo sisi kama Wakatoliki sio lazima tuingizwe kwa maji tuinuliwe. Hapana, hatuangalii wingi wa maji, lakini tunajua ni hiyo ishara, alafu hiyo neema iko pale ndani. Kwa hivyo wakati ambao tunasherehekea ubatizo wa Yesu, tunaanza kujikuuliza, je, na sisi tumebatizwa? Na kama tumebatizwa, zile ahadi ambazo tuziweka bado tunazishikilia ama tulisahau? Je, tunaweza kuitwa wapendwa wa Mungu kwa sababu tumebatizwa ndani ya Roho huyo ambaye alimshukia Yesu katika ubatizo wake? Je, tuko tayari kumtangaza Yesu Kristo kama vile yeye mwenyewe alivyotangaza ufalme wa Mungu Baba yake katika maisha yake? Basi ndugu zangu, leo tuombe ili na sisi tunapokumbuka ubatizo wa Yesu tuneemeshwe, tuweze kuweka zile ahadi ambazo tulizisema, na hivyo hivyo tusiishi katika maisha yetu. Na somo letu la kwanza linatoka katika nabii Isaya sura ya 42 aya ya kwanza hadi ya 6, ya 4, ya 6 hadi ya 7.
Na katika somo hili tunaona mtumishi anayepokea Roho wa Bwana ili kutimiza ile kazi ya ukombozi ambayo alipewa katika upole na katika huruma. Hii ni mojawapo ya zile tenzi nne za nabii Isaya zinazoongelea kuhusu huyu mtumishi, na hii ndio tenzi la kwanza. Na yeye mwenyewe anasema, tazama mtumishi wangu nimtegemeaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatoa mataifa hukumu. Kwa hivyo tunaona ni mtumishi wa Bwana ambaye amekuja kutekeleza ile kazi ambayo amepatiwa, na kwa njia moja ama nyingine tunaweza kusema kwamba ni sisi tumekuwa watumishi wa Mungu, sisi tumekuwa wateule wake. Yeye ametutuma ili tuweze kufanya yale ambayo anataka tuyafanye. Na ni kazi gani? Kumtangaza, kujionyesha kwa watu wale wengine, vile vile tuweze kuwa mashahidi wa ile injili ya ule ufalme wake. Je, unakumbuka kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu? Ukiwa katika ndoa yako, usisahau ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Ukiwa katika kazi, wewe ni mtumishi. Vile vile ukiwa katika hali gani, wewe ni mtumishi, kwa sababu Mungu alikuumba katika sura na mfano wake na akakubidhi kazi. Kwa hivyo wewe ni mtumishi wa Mungu. Je, unaweza kusema kwamba umefanya kile ambacho Mungu amekwambia ufanye? Ni kazi gani ambayo unaifanya? Unafanya mapenzi ya Mungu ama unafanya mapenzi ya Shetani? Unamtumikia Mungu ama unamtumikia nani? Kwa sababu kama wewe ni mtumishi, inamaanisha kuna yule ambaye unamtumikia, na Mungu ndio tunapaswa kumtumikia. Kama utumikii Mungu, ni nani ambao unamtumikia? Na huyo ambao unamtumikia ni mali, ni pesa, ni malimwengu ama ni nani? Ukimtumikia Mungu utakuwa mpendo wake. Usipomtumikia, adhabu inakupata. Na ndio sababu anatuambia msaburi, Bwana atabariki watu wake kwa amani. Kama wewe ni wa Mungu, bila shaka atakubariki. Kama wewe si wake, hautapata hizo baraka, kwa sababu ni sauti ya Bwana ambaye iko juu yetu, sauti ambayo iko na nguvu, sauti ambao inatuwezesha tuweze kuwa hekalu. Kwa hivyo ni yeye ambaye anatutengemeza katika maisha yetu, na ni yeye huyo huyo ambaye anatubariki katika yale yote ambayo tunayafanya. Na tunaona katika ubatizo huu ambao tumeusema, Mungu ana upendeleo. Alimtuma Yesu Kristo ulimwenguni ili aweze kutuunganisha wote, na hii tunayosoma katika somo la pili, Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34 hadi 38. Naye anatukumbusha kwamba Mungu ana upendeleo. Kila mtu atendaye mema amekubaliwa naye, na hivyo kwa ubatizo wote tunakuwa watoto wa Mungu bila kuangaliwa umetoka upande gani. Hakuna kitu ambacho kinatutenganisha. Wote tunabatizwa ubatizo mmoja, tunashiriki huyo Mungu mmoja, huyo ambaye ndiyo Bwana wetu na ndiye Mungu wetu. Kwa hivyo kwa ubatizo tunapakwa mafuta, hivyo tunapatiwa roho wa nguvu, na tunamtukuza Mungu tukitenda yaliyo mema. Na ndiposa anatuambia jinsi hii Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi. Sisi kwa ubatizo tumetiwa nguvu, kwa ubatizo tumekuwa wana, kwa ubatizo wote tumekubalika mbele za Mungu. Lakini swala ambao unapaswa kujiuliza ni hili: je, unazunguka ukimtangaza Kristo? Unazunguka ukitenda kazi njema? Unazunguka ukiponya? Kwa sababu ni lazima uzunguke, lakini jiulize, wewe unazunguka ukifanya nini? Unaamka ukienda kanisani kufanya nini? Labda saa zingine unaamka ukienda jumuiya kufanya nini? Ama saa zingine unaamka utaki kwenda kanisani, unafanya nini? Kwa hivyo wakati ambao unazunguka ukifanya kazi gani? Unaweza kuwa unazunguka ukibomoa badala ya kujenga. Unaweza kuwa unazunguka ukiharibu badala ya kuunganisha. Unaweza kuwa unazunguka ukitangaza ufalme wa Ibilisi badala ya ufalme wa Mungu.
Je, unazunguka ukifanya kazi gani? Uko na uhai lakini unafanya kazi gani? Uko na nguvu lakini unafanya kazi gani? Uko na familia lakini unafanya kazi gani? Uko na watoto, unatumikia Mungu katika hali gani? Zunguka ukifanya yaliyo mema, zunguka ukiponya. Wacha kuzunguka ukisambaza mshene ama ukiharibu watu, familia ama ndoa ama maisha yao. Zunguka ukifanya kilicho safi. Na tukifanya hayo, basi tutakuwa tumeunganika na Kristo, kwa sababu kwa ubatizo tunakufa katika kifo cha Kristo, alafu tunafufuka naye tu viumbe vipya. Na ndio sababu tunasema wakati ambao tunabatizwa tunakufa katika kifo cha Kristo, ndio sababu tunawekwa katika maji, alafu tunakuwa viumbe vipya, tunaoshwa, tunakuwa viumbe vipya ndani ya Kristo. Kwa hivyo Yesu Kristo wakati ambao tumepokea ubatizo anatufanya viumbe vipya, tunapendeza mbele zake. Kwa hivyo tunazunguka tukiwa wajumbe wake, tukiwa mwanga, tukiwa nguvu, tukiwa tunaponya, lakini sio kuharibu. Na ile injili yetu ya leo inatoka mwinjili Mathayo sura ya 3 aya 13 hadi 17, na tunaona Yesu alipokea ubatizo wa toba kwa sababu Mungu alipenda Kristo aanze kazi ya kujifanya aonekane kama mtu mkosefu, na sio kwamba alikuwa na kasoro. Kama nilivyosema, sio kwamba alikuwa anahitaji huo ubatizo, lakini cha maana ni kwamba yeye mwenyewe aweze kutukomboa na kutupatia mfano wa kuiga katika maisha yetu. Na kwa ubatizo wake tunaambiwa kwamba mbingu zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Ndugu zangu, kwa ubatizo wetu tunafanywa wana wa Mungu. Kwa ubatizo wetu tunaoshwa, tunakuwa viumbe vipya. Kwa ubatizo wa Yesu tunashirikishwa ukuhani, tunakuwa nabii na tunakuwa mbatizo, kunakuwa mfalme. Kwa hivyo tumekuwa wapendwa wa Mungu kwa sababu sisi tumependeza mbele zake, hatuna kasoro yoyote. Kwa hivyo kwa ubatizo tunaoshwa dhambi zetu, kwa ubatizo tunawekwa karibu na Mungu, kwa ubatizo tunashirikishwa umungu. Lakini hebu tujiulize, ingawa Mungu alituumba tuweze kuwa watoto wake wapendwa na tulibatizwa ili tuweze kufanya hivyo, je, zile ahadi uliziweka za ubatizo bado unazishika ama ulisahau? Ulisema kwamba unamwacha shetani na ila zake zote na mambo yake yote, unaacha maisha ya giza, na ukasema kwamba unamsadiki yeye, na hivyo hivyo ukasema kwamba utaweza kushikilia hizo ahadi mpaka mwisho. Je, hizo ahadi za ubatizo zilikushinda ama bado unazishika? Na jambo la pili, bado wewe uliupatiwa mshumaa uliokuwa na waka wakati wa ubatizo wako, umezimika ama bado unawaka? Kwa sababu tuliambiwa hiyo taa tuende ituangaze katika maisha yetu mpaka mwisho wa maisha yetu. Je, taa yako ilizimika lini? Huo mshumaa wako ulizimika lini? Na ni kitu gani kilizima huo mshumaa? Na kama ulizimika, unatembea ukitumia mwanga gani? Kwa sababu huo ndio mwanga ambao tulipatiwa utumulikie katika maisha yetu. Je, wewe mwenyewe unatumia mwanga gani? Watochi utakusaidia ama wajua hautakusaidia? Mwanga wa kweli ni Yesu Kristo ambaye anakumulikia katika maisha yako, katika roho yako, katika ndoa, katika yale yote ambayo unayafanya. Na hivyo hivyo tukapatiwa kitambaa cheupe, tukaambiwa huo ndio weupe wa mioyo yetu. Je, ya kwako ni bado ni nyeupe ama ni nyeusi? Ama labda inaweza kuwa batik, imejaa rangi za aina nyingi, kwa sababu leo uko sawa, kesho uko sawa. Hiyo kitambaa yako iko na rangi gani? Wewe jichunguze, jiangalie hiyo roho yako iko namna gani? Kwa sababu hiyo ndio mfano wa ile kitambaa ambacho ulipewa. Je, wewe bado uko na hicho kitambaa ama hata vile vile kilipotea?
kwa sababu hizo ni vile vitu ambavyo tulipatiwa ili tuangaze katika maisha yetu. Hauwezi kusema ulibatizwa na hauwezi kushika zile ahadi za ubatizo. Hauwezi kusema umebatizwa na umezima taa yako, umezima ule mshumaa ulipatiwa. Hauwezi kusema kwamba ulibatizwa na hata ile kitambaa hujui iko wapi, na hata huwezi kujua ni rangi gani. Kwa hivyo wewe jiulize, wakati ambao tunaadhimisha hii sikukuu ya ubatizo wa Yesu, kumbuka ubatizo wako mwenyewe. Unaendelea vizuri ama umelegea? Hata wengine ni kama wanahitaji ubatizo tena, kwa sababu wamepotea katika maadili, wamepotea katika sheria, wamepotea katika tabia. Wanataka waoshwe tena ndio waweze kutakata, ndio waweze kuwa safi. Mungu amekupatia nafasi ya kuweza kuwa mtoto wake mpendwa. Tuombe leo ili apunguze katika maisha yako, umpendeze katika maisha yako, na hivyo hivyo uweze kuwa mwaminifu mpaka mwisho, yule mtumishi mwaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Yesu mwema, umetualika tuweze kuwa watoto wako wapendwa kwa njia ya ubatizo. Tupatie neema za kuweza kushikilia ubatizo wetu mpaka mwisho. Tusidi kuwashia mshumaa weupe wa mioyo yetu, na hivyo tuweze kusikia sauti yako kila wakati. Naomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema.